tuna polisi wa ajabu sana nchi, kwamba wao wakisikia taarifa za kiintelijensia wana nguvu ya kuzuia, lakini wanashindwa kwenda kukaa pale walinde watu kama sheria inavyotaka ili watu wafanye matukio yao kwa amani. Wajibu wa polisi namba 1 ni kwenda kulinda watu wafanye hayo mambo wanayoyafanya kwa amani na yaishe kwa amani. Na mimi narudia mbele yenu, hakuna nukuu yoyote, hiyo ni nukuu ya Charamira, na ndio maana nimwambia asitugongee kifua sisi. Hiyo ni nukuu yake mwenyewe. Hakuna nukuu yoyote ya mwanachama yoyote. Tangu siku ya kwanza nazungumza hapa Dar es Salaam na maeneo mengine, tumesema wanachama wetu waje mahakamani kama sheria inavyosema. Hiyo ni sheria, sio discretion ya bwana Charamira. Waje mahakamani kwa amani, na nimeenda mbele zaidi nikasema wafunge vitambaa vyeupe kwenye mikono yao kuonesha kwamba wao ni watu wa amani, na hata wakipigwa mabomu wakae hata chini kuonesha kwamba wanafanya hivyo kwa amani. Na nyie muepo kuwa expose mambo wanayotaka kutufanyia. Wanachama wetu tunasisitiza, mnapokuja kwenye kesi ya mwenyekiti, sisi ni watu tunataka kurudisha utawala wa sheria nchi hii. Kwa lazima sisi tuwe watu wa amani, kuonesha mfano dunia kwamba sisi ni watu wa amani, na tukipewa nchi tutaiongoza kwa haki na kwa amani. Kwa hatuna sababu yoyote ya kufanya fujo, kumfanyia mtu yoyote fujo. Hatuna sababu hiyo, na hakuna mtu anayeitisha fujo yoyote kwenye mahakama, na tusingependa hilo litokee. Kwa hiyo kama watafanya fujo, labda wao wanaweza kutumia watu wao na system zao kufanya fujo, kwa sababu pia katika impunity ya level hii hao ni watu wanaweza kufanya chochote. They are so desperate. Kama unaweza kumkamata kiongozi mkuu wa upinzani ukampa kesi ya uhaini, treason. Si kama mnatafakari hiyo kesi kwa undani, treason. Treason ni mtu anayetakiwa anapanga kunini? Kupindua utawala uliopo. Tumesema tena na tena, hatujawahi kuwa hata na kikundi cha nani. Lissu hajawahi kuwa polisi. Wanampa kesi. Kwa hiyo ni watu wako desperate, wanaweza kufanya chochote, lakini sisi tunasisitiza kwamba sisi ni watu wa amani na watu waje kwa amani. Na hatuna nia yoyote wala sababu yoyote ya kupambana na jeshi la polisi. Hatuna sababu hiyo. Jeshi hili ni jeshi letu. Hata tutakaposhinda dola litakuwa jeshi letu, lakini tutalibadili namna ya kuendesha mambo yake. Hatakuwa na jeshi linalotumiwa na wanasiasa kunyanyasa watu. Tutakuwa na jeshi independent ambalo watu watapata nafasi kwa merit, kwa uwezo. Sio watu wa kuteuliwa na kikundi cha watu kwa ajili ya manufaa yao. Tutawatumia hao. Tunajua kuna watu weledi na wema ndani ya jeshi la polisi, watafanya kazi chini ya utawala wa Chadema.